Ushirika wa wachukuzi wa bandarini wameelezea kuathirika kwao kutokana na kuzuiliwa kutumia vifaa vya kubebea mizigo, hali inayodhorotesha utendaji wa kazi. Akizungumza na waandishi wa habari, mwenyekiti wa shirika la wachukuzi bandarini, Juma Hamadi Juma, amesema ukosefu wa vitendea kazi unazidisha ugumu wa upakizi wa mizigo kutoka bandarini. Aidha, amewataka wawekezaji wa bandari kupunguza gharama za ushuru ili kupata kipato kizuri kwa matumizi ya wachukuzi. Naitwa Juma Hamadi Juma, mwenyekiti wa shirika la wachukuzi bandarini Beach Porter. Hili kweli lipo, sababu vitendea vyetu vya kazi ni yale matoroli yetu ambayo tunahudumia abiria. Sasa kuanzia kama sasa hivi nakwenda wiki ya pili, vitendea kazi vyetu tumezuia tusitumie kwa ajili ya kubebea mizigo ya abiria. Si kupeleka chini wala sio kupandisha juu. Baadhi ya wachukuzi wanazungumza ugumu wanaopata kwa sasa kutokana na kuzuiliwa kwa vifaa vyao vya kubebea mizigo. Sasa leo mwekezaji anasema tumlipe milioni 15 kwa mwezi, hatuwezi tuondoke. Hichi kipato kikubwa sana hakijapata kutokea katika nchi ya Tanzania. Idara gani inayoingiza milioni 15 kwa mwezi inalipa ushuru? Hatujapata kuona. Na idara gani inayosema mizigo tubebe kichwani, tuondoshe utaratibu wetu wa zamani wa maendeleo, turudi tena kwenye utumwa? Hichi kitu hatujakiona. Tunaomba wote watakaosikia agizo letu hichi, hii ndio kilio chetu, tunaumia Wazanzibari. Uwekezaji tumeupongeza, lakini umetutia katika majanga makubwa, hasa si watu wadogo wanyonge. Rais wetu wa Zanzibar kwa mema aliyotufanyia na hasa kutuletea wawekezaji katika bandari yetu, mambo mengi yamekuwa rahisi kwetu, lakini masuala haya ya kulipa kwa mwezi kwetu ni kwa changamoto, kwani kwanza zamani kwa tunalipa sasa katika shirika la bandari, lakini sio kama hivi ambavyo walivyokuja wawekezaji. Sasa hivi imekuwa tena mpaka wale wanachama wetu tunakamua mpaka tunaonea huruma, imebidi mpaka mizigo tuzidishe bei wali mradi tupate pesa ya kuwalipa wawekezaji. Kwa hiyo kama watatufanyia tahafifu angalau tulipe kidogo kama tulivyokuwa tunalipa shirika la bandari. Tulikuwa tunalipa zamani, ilikuwa tunalipa faida tunaipata baada ya kutoa 10% ndio tunalipa wao, lakini wenzetu wao wanataka 10% ya kazi tunazofanya. Kwa hiyo tunakuwa ngumu kweli, kwa sababu hao tunafanya kazi wengine 10% kubwa hawalipi, na sisi hapa tupo kwa ajili ya kusaidia watu. Tunafanya watu kazi, wengine hata kutulipa hatulipi, lakini wao wanahesabu kwa sisi zote tunalipwa tu. Kwa hiyo tunaomba serikali iingilie kati swala hili. Kwa upande wake, meneja uhusiano kutoka shirika la bandari Zanzibar, Hassan Juma Amur, amewasihi ushirika wa wachukuzi bandarini kufika ofisi za shirika la bandari kuwasilisha changamoto zao ili kupata utatuzi. Kwa jina naitwa Hassan Juma Amur, ni meneja uhusiano kutoka shirika la bandari Zanzibar. Kuna malalamiko kutoka kwa jumuiya ya wachukuzi wa bandari ya abiria Malindi iliyopelekwa kwa waandishi wa habari, na shirika la bandari kiutaratibu, malalamiko yoyote kutoka jumuiya ya wachukuzi yanapaswa yaje rasmi shirika la bandari kwanza, ili tuangalie jinsi gani ya kuyatatua. Na kwa taarifa nilopata hapa ni kwamba jumuiya ya wachukuzi imelalamika kuhusu ongezeko la gharama la malipo ya kufanya shughuli zao katika bandari ya abiria, pamoja na kuzuiwa baadhi ya vifaa vyao vya kubebea mizigo kuingia katika eneo la bandari ya abiria. Na cha mwanzo labda nikumbushe wananchi kwa sasa bandari ya abiria inaendeshwa na muendeshaji binafsi, kampuni ya ZF Defco. Hiyo ndio tulofunga nao mkataba kwa ajili ya kuendesha bandari ya abiria. Kwa hiyo taratibu zote za shughuli za uchukuzi na kudili na jumuiya ya uchukuzi moja kwa moja wanadili na kampuni hiyo binafsi inayoendesha hiyo bandari. Lakini kwenye masuala ya malalamiko au sintofahamu au kama hakuna maelewano, jumuiya ya uchukuzi inapaswa ije kwa mamlaka husika serikali, na mamlaka husika ni shirika la bandari Zanzibar. Na mpaka sasa hivi haijaja bado lalamiko rasmi juu ya hichi kinachosemwa kwamba ongezeko la gharama la ulipaji wa shughuli zao wanazofanya kwenye eneo la bandari, pamoja na kuzuiwa kwa vifaa vyao. Kwa hiyo mimi wito wangu ni mmoja tu, ni wasi jumuiya ya wachukuzi waje rasmi shirika la bandari, walete lalamiko lao, tuanze kulifuatilia na tujue jinsi gani tunalitatua.
Wiki ya pili sasa tangu kuzuiliwa wachukuzi kutumia vifaa vya kubebea mizigo kutoka kampuni binafsi inayosimamia usafirishaji ZFDFCO, licha ya kuwa suala hili halijafika katika shirika la bandari. Nikiripoti Suhaila Bakari Ali, Zan TV Online, ni tunu yetu, elimika zaidi.